Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mardi le 10 mars 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa mbichi ambazo tumewaletea jioni ya leo, moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Fizi. Tuwaambie kuhusu ndege mbili za drone ambazo FARDC iliziangusha kule, na FARDC ikatangaza kwamba ni drone za jeshi la Rwanda. Tukiwa katika maeneo ya Minembwe kule Mufizi, eneo ya Minembwe leo kabisa, tuna habari mingi. Kuna mahelikoptera ambazo zilileta tena maramforo za wanajeshi wa Twirwaneho na M23 pale Minembwe, na pia kuliripotiwa mapigano makali tena katika eneo ya Minembwe siku ya leo. Tutawapeleka katika maeneo tofauti kule Masisi, Walikale na kwingineko, tuwaambie kabisa hali halisi kuhusu mapigano yanayoendelea kati ya pande mbili. Tutawaambia pia kuhusu Bahati Lukwebo ambaye aliomba msamaha baada ya kuyatangaza maneno ambayo hayakuwafurahisha wengi wa viongozi wanaofanya kazi moja katika gouvernement. Aliomba msamaha, ila msamaha wake kuna wengine viongozi ambao waliukataa kabisa, wakasema kwamba yeye anapaswa kujiuzulu, donko kuacha kazi. Mnaoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre description utapata link yetu, jiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kabisa, na utakuwa ukifahamu kabisa mambo jinsi ni yako kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Ndugu zangu, taarifa zetu mbichi tuzianzie kule Minembwe. Sasa habari ambazo tuko nazo kutoka Minembwe ni mingi, na hapa nataka ni wafasilie jambo kulingine jinsi mambo kule yalipitika kuanzia kabisa wakati ndege zile zilianza kuonekana kule Minembwe na kufikia pale ambapo mbili zilishambuliwa na FARDC zikaangushwa chini na FARDC. Papo hapo ndipo ikasema kwamba ni ndege za RDF jeshi la Rwanda. Tuendane tano kwa tano. Kwa mara ya kwanza ilikuwa mchana wa leo saa sita kamili, ndipo kulionekana ndege mbili kabisa za drone, ndege kubwa za drone. Ufete madrone nazo kuna kwaka maaina tofauti. Zilikuwa drone mbili kabambi kabisa, zilikuwa za kabambi. Video mtaipata kabisa, mtaona koma zilikuwa drone kabambi. Pale video ilitufikia na papo hapo tukaambiwa ya kwamba zile ni drone mbili ambazo zimeonekana Minembwe na zikaendelea maeneo ambayo FARDC iko ndani, ambapo hawajue zinatokea wapi. Wale ni wakaaji kutoka hapo. Video ndiyo hiyo, ile njo video ya zile drone. Nadhani kwamba mko naziona, ni kwa mbali mtaziona kabisa zile drone mbili, na papo hapo ndipo tulipewa taarifa ya kwamba FARDC imeanza kuzishambulia. Pale njo habari zilitufikia kwamba FARDC imeanza kushambulia zile drone, na papo hapo zile drone zikashambuliwa, zikaviziwa kabisa na mabombe ya FARDC, zikaangushwa. Na wakati ziliangushwa, video ndio hizo, video kabisa njo ile, nayo muifuate. Zali papu nango. Nde kote Elise nango. Kote ya sima nango. Elise peda na sima nango boy. Na sima na mkomo. Moniwa.
Nadhani kwamba ile video nayo mmeifuata, mmeona kama zile drone ni drone kubwa, donc ni za kabambe. Iko ile drone dogo, zile ni drone za kabambi. Après FARDC kubombarde ama kuzishambulia zile drone na kuziangusha papo hapo, kwenye account ya FARDC, kwenye mitandao ya Facebook, Twitter na zingine tofauti, wakatangaza ya kwamba FARDC imeweza kabisa kuzishambulia drone ambazo ni za nchi ya Rwanda, ni za jeshi la Rwanda RDF, na zilikuwa zimekuja kuwatake katika eneo ya Mikenge, eneo ambayo FARDC walirekiperake msemaine passé. Nadhani kwamba mko nakumbuka siku ambayo Mikenge ilikamatwa na FARDC. Papo hapo ndipo FARDC ilitangaza hayo, ikasema kwamba ile zile drone mbili ambazo walizishambulia zilikuwa na zimekuja kuwashambulia, na wakasema kwamba ile ni provocation kabisa, ambayo pia ni kukiuka usitishaji mapigano na pia akoro ya Washington, kwa sababu akoro ya Washington iko akoro kati ya jeshi la Rwanda ama gouvernement ya Rwanda na gouvernement ya Congo. Hivyo FARDC ilishutumu Rwanda kwa kukiuka ile akoro ya Washington, makubaliano walio ya saini mwile akoro ya Washington, na pia usitishaji vita ambao uliagizwa na Angola hivi juzi. Na FARDC kasema ya kwamba zile provocation kabisa zitaishia pale. Wanajeshi wa FARDC wako pre kabisa, wako macho, waliweza kuzishambulia hizo drone ili kuweza kabisa kudefendre wakaji wa maeneo ambayo wako ndani wasije wakashambuliwa kwa mabomu na hizo drone. Na wakasema kwamba wataendelea kufanya ile kazi ya kuprotege pia anga na ardhi ya maeneo ambayo wako ndani, na wanatoa wito kwa community nationale na internationale kwa kukamata kabisa hatua zinazohitajika kutokana na vitendo hivyo vya kukiuka ile akoro ya Washington iliyosainiwa kati ya gouvernement ya Rwanda na gouvernement ya Congo. Nadhani kwamba hapo tuko naendana 5 kwa 5. Video mshazipata na jinsi mambo yote yalianza kule Minembwe. Muisha sikia jinsi bilikuwa après sasa hivyo vyote kukua. Au fait Minembwe centre iko en contrôle na wasi wa M23 Ngumino pamoja na Twirwaneho. Pale kwa aerodrome ya Minembwe kulifika avyo tatu za helikopter siku ya leo, na habari ambazo tuko nazo kutoka pale ni ya kwamba zile helikopter zilikuwa zimeleta silaha na wanajeshi kwa ajili ya kupigana na FARDC. Donc ni vifaa vya Twirwaneho na M23 ili kufanya vita, waweze kabisa kupigana na FARDC, waiondoe maeneo mengi ama tofauti ambayo FARDC inamiliki pembezoni mwa Minembwe. Ofete analize kidogo ambayo tunaweza tukafanya kuhusu haya yote. Ilikuwa vita ambayo walikuwa wameiandaa, ni kwa sababu drone hizo zilishambuliwa kabla ya wao kuatake pia FARDC na wazalendo katika maeneo hayo yanayopatikana pembezoni mwa Minembwe. Ilikuwa deja ni ataki ambayo waliandaa. Zile drone zingeliwasaidia kufro chini, après zile drone kushambuliwa na waasi wa M23 nao pamoja na Twirwaneho hawakufanya ile ataki, kwa sababu nguvu ambazo zilikuwa na zimekuja kwa kuweza kuwasaidia FARDC iliweza kuzitia chini, iliweza kabisa kuzishambulia kabla ya nguvu hizo kuanza kufanya kazi. Sijui ya kwamba tuko naendana 5 kwa 5. Donc ni kusema hivi, zile drone zilikuwa zimekuja na zinasindikizwa na zile helikoptere 3 zenye zilikuwa zimeleta wanajeshi wapya na vifaa kwa ajili ya kuvipa Twirwaneho na waasi wa M23 waweze kufanya vita zidi ya FARDC na wazalendo uzalantoro de Minembwe. Wakati zile drone zilikuwa mbele hazo zikianza kukagua nafasi za FARDC kwenye zitafanya mashambulizi, FARDC ikaweza kuziangusha.
Apres kuziangusha deja, wale wanajeshi ambao walikuwa wamekuja na hivyo vifaa upande wa Twirwaneho hawakuweza kuwatakia kwa sababu zile drone ambazo zingeliwasaidia deja zilikuwa zimetiwa chini, na ni mojawapo ya nguvu ambazo walikuwa wamezitarajia ili kuweza kufanya atake upya kule, waone kwamba wataavance wa rekipere mapozisio tofauti walioyapoteza pembezoni mwa Minembwe. Nadhani ya kwamba pale kabisa tumeelewana taarifa za siku yote kule katika eneo ya Minembwe, na pale kabisa ni maeneo ya Minembwe. Hizo ndizo habari mbichi ambazo tuko nazo jioni ya leo, na kule FARDC ilionyesha kwamba iko macho kabisa, ilionyesha kwamba iko macho, madrone, ndege na hata kabisa anga yote wanaikontrole. Silaha zilizotumika kazi kule ni mamashini antiaerienne, vile vifaa kabisa vinavyofanya kazi ya kukontrole anga wakati kuna kuwa atake ya ndege fulani, wakati kuna kuja hata mandege mavio de guerre, mahelikoptere, anga wanakuwaka na wako wa kontrole nayo zile mashine antiaerienne zinakuwaka na ile uwezo. Donc njo kazi yao. Ndugu zangu, tunaendelea na habari zetu. Bahati Lukwebo alikuja kuomba msamaha President Felix Tshisekedi, pia na watu ambao wanatumika nao mu gouvernement ya Kongo. Aliomba msamaha, akasema ya kwamba yeye kabisa maneno aliyoyatangaza hayakukuwa mabaya na hakuna lengo lingine la tofauti linalo donko kuwa na mpango mbaya kuhusu wakongomani ama President Felix Tshisekedi. Alisema kwamba ni kwa sababu tu watu waliyakamataka utofauti, wakaanza kuianalize donko wakaanza kuianalize jinsi wanataka. Katika habari ya siku ya leo ambapo yule nani Bahati Lukwebo aliandika message kabisa mu group ya WhatsApp ya Sena akiomba msamaha. Alisema ya kwamba jibu langu alikueleweka vizuri niliposema kwamba mawazo lazima yabadilike kabla ya kubadilisha katiba, na kwa hivyo tatizo si maandishi yenyewe bali ni matumizi yake na watu. Hakuna mahali niliposema kwamba nilipanga marekebisho ya katiba ama plito nilipinga marekebisho ya katiba. Nilipendekeza badala yake tujadili ndani ya mfumo wa muungano mtakatifu wa taifa. Alielezea hayo yote, akaomba msamaha, akasema kwamba yale yote aliyosema hayakuwa kabisa na mpango mbaya, na kulingana naye alisema kwamba baadhi ya watu wameshikilia vifungu vichache na kuviondoa katika muktadha wa siku hiyo. Wakati alitangazaka hayo, Bwana Lukwebo alikuwa akiulizwa siku hiyo kuhusu kauli mbiu ambayo imekuwa ikitumika sana hivi karibuni na wafuasi wa serikali ambao wanadai kwamba Tshisekedi hana mamlaka bali ni dhamira. Hivyo kaomba kuongezwa muda wake kama mkuu wa nchi. Kijibu, Lukwebo alisema kwamba anamchukulia mkuu wa nchi kama Republican mwenyewe mwenye mamlaka ambayo yataisha mwaka wa 2028 kabla ya kufikia uwezekano mwingine wowote. Alisema kwamba wanaposema kwamba rais wa jamhuri hana mamlaka lakini rais ana dhamira isiyo na kikomo, nilisema kwamba hii inahusisha majukumu yao tu. Mimi ni Republican, najua kwamba rais ana mamlaka hadi 2028 lakini tutaichunguza, lakini kwa sasa rais mwenyewe anabaki kuwa Republican, anaheshimu katiba, ni msingi wa kisheria wa hatua zote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo hatupaswi kufuata maafisa wa mahakama, na miongoni mwa maafisa hawa wa mahakama kuna hata maprofesa wenzake. Tumeshtumu tu tabia hii ya wenzangu, yaani unaweza kutafuta ajira, chakula, unaweza kutafuta chochote isipokuwa sayansi lazima ilindwe. Hayo njo yenye aliyatangazaka siku hiyo, na leo njo alikuja na iko na ya defendre, akasema kwamba ikokuwa kupinga kabisa mpango yote ya gouvernement ama kupinga mabadiliko au marekebisho ya katiba. Na apres sasa kuomba msamaha kuhusu hayo yote, viongozi tofauti wanaotumika kazi naye msena waisha katala hayo.
anayeitwa Kabongo alikataa kabisa alikataa kabisa kumpa msamaha Bahati Lukwebo. Akasema kwamba anapaswa kufukuzwa kazi. Akasema kwamba na kufutwa kazi kwake kulishaanza chaguliwa watu 47 waisha sinye ili Bahati Lukwebo afukuzwe kazi. Ndugu zangu, tuko naendana 5 kwa 5. Bahati Lukwebo ana bahati. Niambiaka kwamba gouvernement actuelle ya leo wanapenda wote ambao wako ndani ya gouvernement kabisa msimamo uwe mmoja. Kama ni opposition itakuwa opposition, wao wana mpango yao, wana vitu vingine wanavyopanga, mimi usiwasumbue na huko ndani ya gouvernement. Ile ndio realite. Wanachokipanga ni hiki, wanapenda fanya hiki ni hiki, kwa sababu kuna matatizo mengi sana ya M23 ambayo wanapenda wayatatue. Sasa ukiwa utapingana nao kwa mambo tofauti hauna bahati. Mlionaka viongozi tofauti wa Vitali Kamele pia na opposition wanafungwaka. Donc gouvernement ya leo ya Tshisekedi hivyo kuenda nayo donc kwa makini. Ile ndio realite, hivyo kuenda na kwa makini sana na gouvernement ya Felix Tshisekedi. Bahati Lukwebo naye ana bahati, kesho au kesho yake unaweza kusikia kwamba mambo deja yameharibika kwake. Ndugu zangu, naweza nikasoma maoni yenu kidogo, nijibu na maswali yenu. Ombeni alisema, ndugu mtangazaji, kutumikisha ramani ni vizuri, tumeelewa, asante. Anaitwa Sadiki anasema asante sana ndugu Bauma na mchana mema kwako, merci beaucoup. Aline Uwaduze alisema kwamba ile ya kubadilisha katiba kabisa ni vizuri, katiba ibadilishwe. Okay. Watu wanasikiaka tofauti. Kuna wale wanaosema ibadilishwe na wengine isibadilishwe. Bile kabisa vyote vinawezekana kutokana. Ofete acha niwaambie kitu yenye kinaweza acha na katiba itabadilishwa, wakiwa kabisa wanaweza kuikala, wanaonesha mafakti za kuwa katiba haina tatizo, haiwezi kabadilishwa, ni wakaaji. Donc kuka wakaaji tu population wakasema no isibadilishwe, tunasema hivi, ona article zote ziko hivi na hivi, wale njoo wenyewe wanaweza wakazuia hayo kufanyika. Mtu mmoja aseme swate ni kiongozi wa parti politiki fulani ya opposition, hata kama kuwe na iko na washirika wapata wangapi, hawawezi wakaweza kubadilisha katiba, isipokuwa tu population yote wakisema hivi katiba isibadilishwe, tunakataa. Wanaleta fakti, katiba ya leo ona kabisa ni nzuri hapa na hapa, hakuna matatizo. Vingine tofauti na hivyo katiba haiwezi ikabadilishwa, na ile ndio realite. Ndugu zangu, merci, asante sana na washukuru. Tupatane kama kawaida ndani ya habari mbichi zifuatazo kesho asubuhi mapema. Asante.